Asante na karibu tena kwenye podcast yako na mimi James Ruta. Kama ilivyo ada katika kutafuta miongozo na elimu ya kina juu ya mambo mbalimbali yanayotusukuma katika namna gani iliyo bora ya kuishi tukimtegemea Mwenyezi Mungu. Leo nimebahatika kama ilivyo ada kuwaletea wageni. Nimebahatika kukuletea mgeni mwenye zamana kubwa sana katika masuala ya jamii na sheria za familia. Tunaye Sheikh Osman Singa ambaye yeye ni mkuu wa idara ya elimu kutoka mahakama ya kadhi. Yeye ni mkuu wa idara ya elimu ya masuala mbalimbali ya ndoa na familia kutoka mahakama ya kadhi. Sheikh yuko hapa leo kutupa mwanga juu ya jambo ambalo mara nyingi ni gumu kulitamka lakini lipo, na ndio mada yetu leo. Sio jambo lingine, ni swala zima ama masuala mazima ya talaka. Kwa mujibu wa Uislamu, ndoa inatazamwa kama nini? Je, ni kama mkataba tu wa kijamii au ina hadhi ya agano takatifu kama inavyotajwa katika Qur'an tukufu? Kwa mujibu wa Uislamu, ndoa, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake kitukufu amezingatia kama mkataba wenye hadhi yake, mkataba mtukufu, agano takatifu kwa tafsiri nyingine. Na agano takatifu au mkataba wenye hadhi yake, neno hili ndani ya kitabu chetu Qur'ani limekuja katika mazingira matatu. Mazingira ya kwanza ni pale alipokuwa anachukua kiapo hichi na agano hili kwa manabii, na matakwa ya agano hili kwa manabii ni kuwa wale manabii ambao amekusudia kuwatuma watekeleze majukumu kama alivyoagiza. Hili ni eneo la kwanza. Eneo la pili, almithaqul ghalidh, kwa maana agano takatifu au mkataba wenye hadhi yake. Ndani ya Qur'ani eneo la pili, neno hili limekuja kutajwa wakati anazungumzia ukosefu wa adabu waliofanya wana wa Israeli. Okay. Pale ambapo alipowaambia jamani, msiende kuvua siku ya Jumamosi, wao wakamzunguka Mwenyezi Mungu, wakamzunguka Mungu, na Mungu kwa kitendo chao hiko akawalaani, akawaachia laana yake. Na sehemu ya tatu, neno agano takatifu au kwa maana mkataba wenye hadhi yake kwa maana ya ndoa, neno hili limekuja kutumika ikionyesha ni dhamana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amechukua kwa wanaume pale ambapo wamekubali kuwaoa wanawake. Na msingi wa agano hili ni al-muashara bil ma'ruf, kama ambavyo Qur'ani inavyoeleza, ni kitendo cha wakina baba kuishi na wakina mama kwa msingi wa wema. Ndio maana ya agano takatifu, kuishi na wakina mama, baba kuishi na kina mama kwa wema, kwa msingi wa wema. No. Aha. Sasa kwa muktadha huo, ni kwa jinsi gani Uislamu unasisitiza na kuimarisha umuhimu wa kudumu kwa ndoa? Pengine kuna mafundisho gani kuhusu uvumilivu na subra kwenye swala zima la ndoa? Naam. Uislamu umetambua kuwa wanaokuja kukutana katika ndoa ni watu ambao wamelelewa katika mazingira tofauti. Mwanaume amelelewa katika mazingira yake na mwanamke amelelewa katika mazingira yake. Wanakuja kuunganisha haya mazingira mawili tofauti. Uislamu ukatambua kuwa katika huu muunganiko kutakuwa kuna baadhi ya sintofahamu na dosari au changamoto kadhaa ambazo zinazoweza kufanya nini kujitokeza katika mahusiano yao. Uislamu ukafundisha na kuhubiri kuhusiana na umuhimu wa uvumilivu. Kwa maana ya mume anatakiwa amvumilie mke katika mapungufu aliyokuwa nayo, wakati huo akijitahidi, akichukua hatua za msingi kuhakikisha kuwa yale mapungufu yanafanya nini, yanapungua au yanamalizika. Halikadhalika mke ametakiwa kumvumilia. Kwa hiyo kuvumiliana ni maelekezo rasmi kabisa ndani ya Uislamu. Ni maelekezo, bali ndio takwa la agano. Na ndo tafsiri yake. Ndo tafsiri yake. Kwa sababu agano katika jumla ya maana ya kuishi na mke kwa wema, sio maana yake kuto muudhi
mwenzako, bali ni kuvumilia baadhi ya mapungufu unayoyaona ya kibinadamu kwa mwenzako. Ndio msingi wa agano. Sawa. Aha, kwa hivyo Sheikh Osman Singa, ni vipi Uislamu sasa unakitafsiri kitendo chenyewe cha talaka? Ingawa inaonekana wakati fulani huku kwenye jamii pengine watu kwa kukosa elimu yenyewe ya ndoa inaonekana kama halali, kwamba akikukwaza unaachana naye kwa talaka. Uislamu unaeleza vipi katika hadithi ama za Qurani kuhusu kupendwa kwake na kuchukizwa? Ni kwa jinsi gani Mungu anachukia talaka? Naam, ukiangalia mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna kitu ambacho, kuna vitu vingi vinavyomchukiza Mungu, lakini ukichukua hivyo vinavyomchukiza Mwenyezi Mungu ukaja kulinganisha na talaka inamchukiza sana Mwenyezi Mungu kuliko hivyo vingine vinavyomchukiza. Hebu wakusikie wale ambao wako kwenye mgogoro na wanaona busara sasa ni kuelekea kwenye kutalikiana. Umesema talaka ni chukizo mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni chukizo kubwa kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema abghadul halali inda Allah at-talaq. Yani chukizo linalomchukiza sana Allah subhanahu wa ta'ala, kama yapo yanayomchukiza, hakuna kama talaka. Hili linamchukiza sana, na sio katika maneno haya peke yake ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika maelezo mengine ambayo pia ni pokezi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mwenyezi Mungu amemlaani kila mtu ambaye tabia yake ni kuonja na kuacha kuchukua, amemaliza tamaa zake anaacha. Huyu Mwenyezi Mungu kamlaani. Tunatoka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sio muda mrefu sana tumetoka hapo. Kuna kwa sentensi hiyo, kuna wale ambao walilazimika kwamba uoe ili funga yako iwe ya sawasawa, yani uwe unafuturu iftari ambayo imepikwa na mke halali. Lakini kujiandaa na ndoa hakukuwa kuzuri. Unampa ujumbe gani mtu huyu? Mimi kwanza, kwa kitendo chake cha kuoa amefanya jambo zuri, lakini ndoa ina matakwa na misingi. Lengo la ndoa sio starehe tu peke yake za muda mfupi, baada ya hapo basi ndoa imemalizika. Hapana, lengo la ndoa ni kuwa wanandoa waishi katika ndoa kwa utulivu na mapenzi na huruma, na mpaka kufikia hatua kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu mmoja aje kumzika mwenzake. Sawa. Huu ndio msingi wa ndoa, sio kuoana leo baada ya mwezi ndoa imefanya nini? Imepoteza tena maana. Kinachotakiwa ni kuwa wajifunze misingi hii ya ndoa. Na moja kati ya misingi ya ndoa ni kuishi na mwenza kwa wema, lakini pia kama tulivyosema katika matakwa ya agano ni kuvumiliana. Na hapa ndipo ambapo watu wengi wanafeli na ndoa nyingi zinavunjikia hapa kwenye uvumilivu hapa. Watu wanafikiri wanaingia katika ndoa basi kwenye ndoa ni furaha tu, ni mapenzi tu, hakuna heka kupanda na kushuka. Na tunaambiwa siku zote, yani umahiri wa dereva au umahiri wa nahodha haupimwi pale ambapo bahari imefanya nini? Imetulia. Umahiri wa nahodha unapimwa pale ambapo bahari imetibuka. Shasinga neno la kiufundi sana. Huku kwenye jamii, wakati fulani wazazi na walezi huwa wanalea vijana wao katika misingi mizuri ya kiroho na kiimani. Wanawapeleka madrasa, wanakuwa vizuri kabisa. Huwa wanakuja kuacha njia wakishashika maisha yao binafsi. Kuna maneno pengine na wewe umeshawahi kuyasikia. Si rasmi sana, lakini wanaoyatamka wanajinasibisha kwamba niliwahi kujifunza hili. Kuhusiana na Uislamu, ni sababu zipi za msingi na za dharura tu zinazoruhusu talaka, na vipi ndoa inaweza kunusuriwa kabla ya kufikiwa kwa hatua hiyo? Naam. Uislamu umeifanya talaka ni kama hatua ya mwisho ambayo haina namna ya kuepukika. Hakuna namna ya kuepukika. Lakini sio kwamba umepewa kibali kwamba akikuvuruga chukua karatasi 3 andika aende kwao. Hapana.
Uislamu umekataza tabia ya mtu kuwa ni na mkono mwepesi kuandika au mdomo mwepesi kutamka talaka. Na ndio maana katika pokezi kutamka pia ni talaka. Kutamka pia ni talaka. Sikutaki, nimekuacha. Yes, nimekuacha. Ondoka nenda kwenu. Au nakuacha au ondoka nenda kwenu. Haya ni katika alfadh at-talaq, matamko ya talaka. Na haya yakitoka katika mdomo hayana mzaha. Uwezi ukasema kwamba nilikuwa natania, chukizwa. Hapana. Katika matamko kama haya hakuna utani. Ukimwambia mke wako kwamba nimekuacha au nenda kwenu kwa nia ya kuacha, moja kwa moja inakuwa ni talaka. Kwa muktadha huo, kama talaka naweza nikawa nimeitoa kwa matamshi. Mke ameniuzi chumbani, kwa mauzi alionitendea nikamwambia sikutaki, nimekuacha. Umetufundisha kwamba nimeshamwacha hapo. Vipi akanibembeleza, akanipa hata unyumba, afu ndoa ikaendelea? Ipo ndoa hapo? Ndoa hapo, kuendelea kwa ndoa ni mara baada ya mwanaume kufata utaratibu wa kuirejea ndoa. Hakuondoka ndani. Hata kama hakuondoka ndani, mwanaume anatakiwa afate utaratibu wa kurejea, kwa sababu kwa mujibu wa utaratibu wa kisheria ndoa ni tamko. Ndoa ni tamko. Ni tamko. Kuacha ni tamko. Sio lazima nishike karatasi. Sio lazima karatasi. Na kurejea pia ni tamko. Kwa hiyo unatutaka tuchunge ndimi zetu wakati wa ghadhabu. Hasa katika kipindi ambacho mtu umekasirika, umekerwa, umeudhiwa, pale ndipo uimara wako. Wewe mume sasa. Na zile busara zako zinatakiwa zifanye nini? Zionekane pale. Zi-apply pale wakati hali imekuwa sio shwari. Sasa hebu utufundishe kidogo hapo. Je, Uislamu unatoa maelekezo gani kuhusu maslahi bora ya watoto hadhana yanapokuwa kwenye mazingira ya talaka, baada ya talaka? Uislamu unaelekeza nini juu ya maslahi bora ya watoto wale ambao sio sehemu ya mgogoro? Na Uislamu umeweka utaratibu mzuri wa hadhana, malezi ya mtoto au watoto mara baada ya kuwa wazee wao wameachana. Na Uislamu umempa haki ya msingi ya malezi mwanamke. Yani kwa maana mara baada ya talaka mwenye haki ya kulea watoto ni mwanamke. Mwenye haki ya kulea watoto baada ya talaka ni mwanamke. Kuna tofauti kati ya kulea kwa maana ya kuangalia, na kuna maana tofauti kati ya kuhudumia. Mwenye wajibu wa kuhudumia gharama ni mume, lakini mwenye haki ya kuwalea, kuwatazama wakati huo anapokea huduma ni mke. Vipi kama ameachwa kwa utovu wa nidhamu na malezi na usimamizi usio bora kwa watoto? Naam. Mwanaume aendelee kuacha watoto upande ule na mwanamke yule aliyemwacha kwa aina hiyo ya makosa? Utaratibu wa sheria umeweka kuwa anayetakiwa kuwalea kwa maana kuwatazama wakati anapokea huduma baada ya talaka ni mwanamke. Lakini kuna vitu vinavyoitwa sawalibul hadhana. Mambo ambayo yanampokonya mwanamke haki ya malezi ya watoto. Okay. Kuna hivyo vitu, kuna hizo sababu takriban kama 5. Haya mambo au sababu hizi zikionekana kwa huyu mwanamke, anapokonywa ile haki ya ulezi wa wale watoto mara baada ya talaka. Sawa. Miongoni mwa sababu ambazo zitapelekea kwamba huyu mwanamke kunyang'anywa haki ya ulezi wa watoto ni kwamba itakapothibitika kuwa kitendo cha yeye kukaa na wale watoto kutokana na tabia zake kutapelekea kuathiri vibaya malezi ya tabia za watoto, kukua na mwenendo wa watoto. Mwenendo wa watoto. Itakapothibitika kwamba kutokana na tabia zake, mwenendo yake, huyu mwanamke akikaa na watoto, tabia zake na mienendo yake itaathiri makuzi ya wale watoto. Wewe upo kwenye nafasi nzuri sana kwenye mahakama ya kadhi. Naam. Na migogoro hii iko ofisini kwako. Naam. Vipi
munatumia njia gani mnatumia kupata uthibitisho? Vipi mwanamke akisema ananizushia hayo? Hayo anayoyasema ni wivu wake tu. Naam. Mimi naweza kukaa na watoto wangu. Kimsingi ni kuwa kuna utaratibu maalum wa kufuatilia. Mnao utaratibu maalum, kuna lijan at-taqassi, yani lugha ya kitaalamu, kuna utaratibu maalum wa kufuatilia. Sawa sawa. Umeona, ili kuthibitisha kwamba haya madai ni sahihi, haya madai sio nini, sio sahihi. Mara kadhaa tumeona talaka zikileta misukosuko ya kihisia kwa watoto. Naam. Lakini kisaikolojia pia. Ndiyo. Kwa watoto inaumiza. Tuelimishe hapo. Ukiwa kama kiongozi wa Kiislamu, una mawazo gani chanya kwa wazazi wanaotalikiana kuhusu kuwalinda watoto hawa kiroho na kisaikolojia baada ya wao kushindana na kutalikiana? Kimsingi namna ya kuwalinda watoto hakuanzi baada ya talaka. Kunaanza hata kabla ya talaka. Kunaanza kabla ya talaka katika mazingira gani? Kunaanza kabla ya talaka katika mazingira ya kuficha ule mzozo unaoendelea, kuto kuthibitisha au kudhihirisha kwa watoto. Usiwe machoni mwa watoto. Usiwe machoni mwa watoto. Mnaweza mkawa mnatofautiana, mnahitalafiana, lakini ni kati ya mume na mke. Watoto hawafanya nini? Hawafahamu. Kwa hiyo hapo unawaonya hata wanaume wanaopiga wake zao mbele za watoto. Ni makosa. Mke harekebishwi mbele ya watoto. Lakini pia kupiga haishauriwi sana katika ndoa. Yani haishauriwi sana. Haishauriwi sana. Ama haishauriwi kabisa. Tunasema haishauriwi sana katika ndoa. Na utaratibu umewekwa, kwanza utaratibu wa kuweka mambo sawa katika ndoa kwanza ni kuwa na meza ya mazungumzo. Sahihi. Uislamu unaamini kuwa matatizo yote ya ndani ya ndoa, bali hata ya nje ya ndoa, yanaweza kutatuliwa kupitia meza ya mazungumzo. Unakaa na mwenzako mnazungumza. Na mazungumzo au meza ya mazungumzo haitakiwi kuwepo wakati wa changamoto, bali hata wakati wa furaha. Sisi ambao tumelelewa na wazee wetu na walimu zetu, walimu zetu walikuwa wanatuambia jiwekee utaratibu hata kila baada ya wiki au mwezi kukaa na mwenzako kujaribu kupata feedback ya namna ya maisha mnavyoishi. Je, mnaenda katika mwelekeo sahihi ama hamuelekei katika mwelekeo sahihi? Wewe unapata feedback ya mke na mke anapata feedback ya mume. Kama hili la kuwa na meza ya mazungumzo linashauriwa kabla ya mzozo au sintofahamu, maana yake wakati wa sintofahamu meza ya mazungumzo ndio sehemu yake. Ndio sehemu yake hasa. Kukaa wawili pasina ushawishi wa mtu mwingine yoyote, kukaa kuangalia mwenendo wa ndoa yao na hali waliofikia. Wajaribu kukaa kwa pamoja kuangalia ni kwa namna gani wanamaliza matatizo. Sasa baada ya talaka. Naam. Baada ya talaka, majukumu ya malezi uligusia wakati fulani kidogo. Majukumu ya malezi na matunzo nafaa yanagawanywa vipi katika Uislamu, na ni kwa jinsi gani jamii inaweza kuingia na kusaidia kutekeleza majukumu hayo? Au jamii ikae mbali? Jamii itaingia katika kusaidia gharama za huduma katika mazingira ambapo anayetakiwa kutoa huduma ana changamoto za kiuchumi rasmi. Imethibitika kwamba huyu ambaye anayetakiwa kutoa huduma ana changamoto za kiuchumi na sio amezila. Ana changamoto za kiuchumi. Kwa hiyo kwa mfano huyu baba wale watoto, kwa mfano amepoteza ajira au alikuwa na biashara amefilisika, amepata ulemavu wa kudumu au wa muda, umeona, hawezi tena kutekeleza yale majukumu. Sasa ndio wakati wa asasi za kiraia na asasi za kijamii kuona ni namna gani wanaweza wakasaidia kuhakikisha kuwa wale watoto hawana makosa. Makosa ya wazee wao hayawahusu. Umeona, wana haki ya kupata msaada kutoka kwa jamii. Yes. Lakini hizi talaka tunaona wakati fulani bado huasili pia sio tu familia ya baba na mama walioachana na watoto waliowazaa pamoja, lakini kwa upana wake hata wazazi, ndugu na jamaa.
wanaathirika na hizi talaka. Je, Uislamu unaweka miongozo gani ya kudumisha mahusiano mema ya kifamilia na heshima hata baada ya talaka? Uislamu umeweka wazi kabisa utaratibu maalum wa kuwataka wakina baba kutosahau sehemu nzuri ya maisha walioishi na wake zao waliowaacha. Kutosahau. Ndani ya Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wala tansawul fadla bainakum. Jamani, chonde msije mkasahau, pamoja na kuwa kuna changamoto zimetokea mkatalikiana mkaachana, lakini msisahau, yani kuna kipindi fulani mlifurahia maisha kwa pamoja. Kwa hiyo miongoni mwa matakwa ya kukumbuka maisha mazuri, kipindi cha maisha mazuri mlichoishi na mwenzako, yani ni kumfanyia wema baada ya kushakuwa mmefanya nini? Metalikiana. Ana changamoto, unaweza kufanya nini? Ukamsaidia, umeona, yeye na familia yake, wazazi wake, ndugu jamaa, umeona. Ukiangalia katika Uislamu unakuta kwamba miongoni mwa wajibu wa mtoto kwa mzazi wake anapokuwa amekufa ni kuwafanyia wema wale ambao walikuwa wanaishi na mzee wake. Wow. Yani kwamba wale alokuwa wakati mzee wake yuko hai alikuwa anaishi nao, na wale vile vile sheria inamtaka wafanyie wema kama ulivyokuwa ukifanya kwa baba, kama ulivyokuwa ukifanya wema kwa mzee wako ambaye amefanya nini? Ametangulia mbele haki. Kwa hali kadhalika kwa mke, mke umemwacha haimaanishi kwamba yani zile changamoto unazihamishia kwa familia nzima. Hapana. Nilikuwa natunza mama yako sababu nimekutaliki sasa, na huyo mama yako so burden yangu tena. Haielekezi. Hapana. Uislamu unataka hata baada ya kuwa mke wako aliyokuwa mke wako mmeachana sawa, unatakiwa uangalie vile vile usiache ile njia ya usaidizi, ule wema usiuache. Na ndio maana tukasema at-talaqu abghadu al-halali inda Allah. Talaka ni halali inayomchukiza Mwenyezi Mungu. Halali yenye chukizo. Halali yenye chukizo kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Yani mpaka mtu anatoa talaka, yani hakuna namna, no way out, wenyewe mnasema no way out, hakuna namna nyingine tena ya kufanya, ya kuwaweka pamoja. Naam. Kwa hivyo katika namna hiyo ni jukumu gani wazee, mashehe na viongozi wa kiimani wanaweza kuchukua katika kupatanisha wanandoa wenye mgogoro kabla ya talaka, hata baada ya mmoja kusema vyovyote vile mimi nimeshaahidi? Jukumu la viongozi wa dini ni lile la kuwakumbusha ubaya wa talaka. Okay. Jukumu la viongozi wa dini ni kuwakumbusha wanandoa ubaya wa talaka na nafasi ya ndoa kwa Mwenyezi Mungu. Na vile vile kuwatahadharisha na athari mbaya zinazoweza kujitokeza kutokana na talaka, athari kwa wao wenyewe, athari kwa familia, athari kwa watoto, umeona, athari za kiuchumi. Wakati mwingine talaka inapelekea vile vile gawana mali katika msingi ambao wanandoa walikuwa ni washirika katika ujenzi katika Uislamu. Yani sio kwamba mke akipewa talaka na mume kama ilivyo kanuni ya sasa kwamba nusu kwa nusu. Katika Uislamu sisi hapana. Katika Uislamu ni katika mazingira ambayo mke alishirikiana na nani? Na mume katika kupata hizo mali. Kwa kama nyumba mke alitoa share sehemu ya pesa na mume alitoa sehemu, wakashirikiana, maana yake talaka automatically itakuja kuleta implication, athari katika mali. Umeona? Kwa haya yote ni jukumu la viongozi wa dini na kuhamasisha kuhusiana na swala zima la kukaa pamoja, thawabu kwa Mwenyezi Mungu kuhusiana na watu kuishi pamoja kama wanandoa. Na kuwatahadharisha. Kwa mfano, mwanamke anaweza katahadharishwa, mwanamke amekatazwa kabisa kudai talaka. Amekatazwa kabisa. Na mume kama anatoa talaka tukiholela, analaaniwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anamlaani. Kama anatoa talaka tukiholela ni laana hiyo. Analaaniwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ameunganishwa na neno la Mungu. Anaenda kulivunja neno la Mungu kirahisi. Mungu atampenda? Hapana. Mwenyezi Mungu hawezi kumpenda. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo
nikikutaka ufanye shauri, waeleze wale hatua gani za kivitendo ambazo wanandoa wale wanashauriwa kuchukua ili kutatua matatizo yao kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu na Uislamu badala ya kukimbilia talaka yenyewe, utawashauri nini? Ushauri wangu kwa wanandoa ambao hivi sasa wanapitia hali nzito ama changamoto katika ndoa zao ni washauri kwanza kwa kuwafahamisha watambue kuwa ni kawaida katika ndoa wakati mwingine kuibuka kutokea kwa changamoto kadhaa, changamoto za treatment mmoja kumfanyia mwenzake, changamoto mbalimbali. Hii ni hali ya kawaida. Basi kabla sija kuuliza swali linalofuata, nina ujumbe hapa. Ningelipenda wafuatiliaji wangu waelewe kitu fulani kuhusiana na Freemart Company Limited. Hebu vuta picha, unaingia ofisini au nyumbani, unakutana na harufu nzuri, vioo vinang'aa na mazingira yanakupa hamu ya kufanya kazi ama kupumzika. Hiyo ndo tunaita amani ya moyo, na hiyo ndo siri ya washirika wetu Freemart Company Limited. Hawa jamaa wamejipanga kukuondolea stress zote za mazingira, iwe ni ghorofa lenye vioo virefu vinavyohitaji usafi wa nje au ofisi inayohitaji usafi wa kila siku. Freemart ni wabobevu kweli kweli. Lakini Freemart sio tu wanafanya usafi, bali wanakupa experience ya kipekee itakayo kufanya ujisikie unathaminiwa unapohudumiwa na wao. Kama unasumbuliwa na mende, mbu, mchwa au panya, iwe shambani, ghalani au nyumbani, Freemart wanakuja na fumigation ya kisasa ambayo ni rafiki kwa mazingira. Hii tunaita eco friendly. Hakuna sumu kali zinazokela, ni salama na ni salama mwanzo mwisho. Lakini pia kwa ajili ya usalama wa majanga wanakuletea na kukuhudumia, wanakufikishia mitungi ya moto, fire extinguishers, kila kitu kinachovutia kuhusiana na wokovu wakati wa majanga. Lakini zaidi kwa Freemart ni uaminifu wao na bei ambazo hazina gharama zilizojificha, tunasema hidden cost. Ni wabunifu, waaminifu na wanazingatia muda kweli kweli. Usihangaike na kero za wadudu au uchafu uliopitiliza, watafute Freemart Company Limited sasa hivi kupitia namba zao 0621 119 292, namba utakazoendelea kuziona hapo chini, au waandikie barua pepe kupitia info@freemart.co.tz. Wasiliana nao, waambie umetoka hapa kunako podcast yako, kisha waache wao wafanye mazingira yako yawe na hadhi ile ambayo wewe unastahili. Shesinga, kuna ongezeko la talaka katika jamii, hali ambayo inaweza kuleta athari katika jamii kwa upana na ustawi mzima wa maadili wa kijamii kwa ujumla. Ongezeko la talaka ofisini kwako hali ikoje? Hali ni mbaya. Hali ni mbaya. Talaka zimekithiri. Sasa kuna utitiri wa talaka. Kuna utitiri wa talaka. Na hilo pia fuatilia katika taarifa zinazotolewa RITA, fuatilia wizarani, utakuta mashauri mengi ni ya talaka na wengi ni wakina mama wanataka kuachika. Wanahitaji kabisa kuachika. Wakina mama wamechoka, wanataka kuachika. Kwa hiyo hali ni mbaya ambayo inahitaji ufumbuzi. Inahitaji utoaji wa elimu, watu wapewe elimu kuhusiana na namna nzuri ya kuishi katika ndoa. Sawa. Na ukiangalia talaka nyingi zinatokana na aidha kuna mmoja kati ya wanandoa hatekelezi wajibu wake. Hatimizi wajibu wake. Aidha mke, aidha mume. Ndo sababu ya haya yote yanafanya nini? Yanapelekea. Tumekuwa na wakati mzuri sana. Sasa kwa kumalizia, ni kwa jinsi gani jamii ya vijana wanaojiandaa kuingia kwenye ndoa wanapaswa kuelimishwa kuhusu utakatifu wa ndoa yenyewe, majukumu na changamoto za ndoa, ili kupunguza viwango vya talaka kwa siku zijazo?
kwa kuzingatia pale ofisini kwako, mashauri unaoyafanya, lakini uzoefu wako pia kwenye jamii? Mimi nafikiri elimu ya ndoa ni muhimu. Elimu ya ndoa na kuwekeza katika malezi ya vijana. Vijana waanze kulelewa, waandaliwe na maisha ya ndoa wakiwa bado vijana wadogo. Bado vijana waandaliwe kuhimili changamoto za kwenye ndoa. Kwa sababu hakuna wepesi huko. Hakuna wepesi. Yani watu wanafikiria kuna raha tu peke yake na nini, lakini kimsingi anasema kama mwanafunzi anatakiwa ajiandae sana na maswali magumu kuliko mepesi. Sahihi kabisa. Kwa hiyo wanatakiwa watu waandaliwe. Changamoto kubwa unaona kwamba vijana hawajaandaliwa inavyotakiwa. Changamoto kubwa, vijana wanaingia kwenye ndoa wakiwa hawajaandaliwa inavyotakiwa. Si maneno yangu, ni Sheikh Osman Singa kutoka ofisi ya kadhi ya mahakama ya ndoa. Hii ni podcast yako na mimi ni James Ruta. Mpaka wakati mwingine, hapana shaka yote tulioyazungumza yataenda kutengeneza kwako na kwa jamii yako. Endelea kutufuatilia.